Good morning internet. Leo safari yetu ni maalum na tutazungumza kuhusu mji wa Dodoma, moyo wa Tanzania, na hasa eneo jipya linaloibuka kwa kasi, Magufuli City. Na ni safari ya kugundua, kuona na kuelewa mustakabali wa nchi kupitia macho ya maendeleo. Kwa wengi, Dodoma imekuwa ikionekana kama mji wa utawala, lakini leo tutagundua upande mwingine wa uchumi, ubunifu na maisha mapya yanayojengeka kila siku. Jina langu ni Chilonwa Junior. Karibu tutembee pamoja. Dodoma ni mji ulio katikati mwa Tanzania na ulitangazwa kuwa makao makuu ya nchi ilipofika mwaka 1973. Lengo lilikuwa ni rahisi lakini lenye maana kubwa sana: kupeleka nguvu za maendeleo katikati ya taifa. Magufuli City ni zaidi ya mradi, kwani ni alama ya ndoto za Tanzania mpya. Dodoma ilitangazwa kuwa mji mkuu ilipofika mwaka 1973, lakini mnamo tarehe 26 April ya mwaka 2018, katika maadhimisho ya miaka 54 ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 5, John Pombe Magufuli, aliupandisha hadhi na kutangaza rasmi kuwa Dodoma ni jiji. Ofisi kuu za wizara na taasisi nyingi za kiserikali hatimaye zilihamia Dodoma katika miaka ya 2016 mpaka 2019. Dodoma ilianzishwa mwaka 1910 wakati wa ukoloni wa Kijerumani kama kituo kwenye reli ya kati penye karakana ya leri. Na baadaye Dodoma imeendelea kuwa mji mdogo mpaka kutangazwa kuwa mji mkuu. Azimio hili lilileta ujenzi wa maofisi kadhaa ya serikali. Kwa ujumla, uhamisho ulichelewa kwa sababu mbalimbali. Sababu muhimu ya kwamba watumishi wa serikali na wanasiasa walio wengi hawakupenda kuondoka katika jiji halisi na kuhamia mji ambao mbali na mazingira walioyazoea. Pia matatizo ya kifedha yalisaidia kutangaza nia ya kuhamia lakini kubaki pale pale. Hali halisi, bunge ilikuwa linakutana Dodoma, lakini makao ya kikazi ya serikali ya Tanzania yalibaki kuwa Dar es Salaam, pamoja na ikulu ya rais hadi mwaka 2016. Ndipo amri ya rais mpya John Pombe Magufuli, sehemu kubwa ya ofisi za wizara zimepelekwa Dodoma. Ofisi nyingi zimejengwa katika kata ya Mtumba na takriban kilomita 30 ukitoka kitovu cha jiji. Naona bado ukandarasi unaendelea kama hivyo, majengo bado wanajenga. Taa kila mahali, I say. Serikali.
huko mbele. So tungeenda mpaka tuizunguke. Na ofisi ya waziri mkuu na kazi na vijana na walemavu. Maliasili na utalii ndo hawa hapa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Maliasili na Utalii. Ni dude tunaiona, yani ya kufa mtu. Twende hapo, twende kushoto hivi. Hii kama NMB, ni kweli NMB. Unaona gari yao. Pista tuliokuja nawe. Hapa basi fresh, ndio tutaenda. Sio mbaya. Tutaenda kuongeza na shughuli nyingine.
hii hapa. Hapa chuo cha mpango. Chuo cha mipango. Interview ndogo, chuo cha mipango. Makao makuu ya jeshi la polisi. Okay. Makao makuu ya jeshi la polisi. Hapa ni mahakamani. On the left side ni mahakama. Hapa sio. Anglican Church here. Hapa ni TRA, liko kuu lao. Ni makao makuu ya Dodoma hii. Hapa sio wamekodisha. Wamekodisha. Anglican. Ni Anglikana. Hao ndipo pale. Namalizia. Dodoma, watu wana biskuta tu mwanangu. Noma sana. Vipi jamani wakuu? Shwari. Kama kaa. Ni aje mjomba? Sana vipi? Shwari. Mimi natengeneza video kwa ajili ya kutangaza nchi au sio bwana? Mimi nataka nikuulize swali moja tu. Mimi mgeni Dodoma, sipajui. Kwa mtu ambaye labda anakuja Dodoma, ni vitu gani ambavyo anatakiwa kuvifahamu, labda sehemu za kwenda kutembea labda ili atoke ushamba. Akitembea hizo sehemu atakuwa angalau kidogo kaweza kutembea Dodoma. Ni maeneo mengi tu. Kama wapi na wapi? Ukaenda kama wapi? Royal Village. Royal Village. Hiyo 1, 2. Sasa kaenda hata hoteli kule. Mazinde. Midland Hotel. Okay. Mbele kidogo mchangamko unaweza ukapata vitu vya hapa na pale. Unaitwa nani mwanangu? Mimi naitwa Mohamed. Mohamed. Dodoma umekaa kwa muda gani? Na miaka kama 5. Miaka 5. Umezaliwa hapa umezamia? Mimi Kondoa. Kondoa. Na okay. Na kazi yako ni bodaboda kama hivi au sio bwana? Hivi. Nakubali mwanangu. Kwa hiyo utafuta hela kihalali au sio? Ndio hivyo. 100 mwanangu. Vitumbua hivi shilingi ngapi? 5. Noma.
Mambo poa. Hapo tuko full loaded kwa hiyo. Hapo hata Morogoro tunaenda tu. Bwana, huyu ndo master leo niko naye. Ananipitisha mitaani. Kija ndo nataka dereva wa uhakika. Nakuandikia namba hapo. Unapiga tu simu. Unamcheki hapa. Anakupitisha maeneo yote unayotaka. Kwa ni uwanja wa sio ya zamani au ya sasa hivi? Sasa hivi ya zamani kwa sababu ni mpaka sasa hivi. Bado nataka kutumia mpaka sasa hivi. Feza su. Kwa matatizo bora usipatie chakula kizuri asubuhi utajipatia supu ya nyama ya ng'ombe, asubuhi utajipatia supu ya nyama ya ng'ombe, supu ya utumbo, maziwa, mtori, hali yenye viungo kama iliki, mdalasini na karafuu. Pia utajipatia vitafunwa kama vile vitumbua, chapati, donati, mandazi, viazi vitamu. Karibuni sana wateja tuwahudumie. Pamoja na vyakula tulivyonazo, pia unajipatia juisi nzuri kabisa iliyotengenezwa kwa ubora na usafi wa hali ya juu. Utajipatia juisi ya tende, juisi mchanganyiko, pia utajipatia soda, maji. Pia tuna maziwa mtindi mazuri kabisa. Karibuni wateja tuwahudumie, tunawapenda sana. Karibu kwa matatizo bora ujipatie chakula kilicho kizuri, kitamu, kilichoandaliwa na chef Tumaini kabisa. Asubuhi utajipatia supu ya nyama ya ng'ombe, samaki, maharage, dagaa, nyama choma, chipsi, kuku, mishikaki. Karibuni sana wateja tuwahudumie. Pamoja na vyakula tulivyonavyo, pia unajipatia juisi nzuri kabisa iliyotengenezwa kwa ubora na usafi wa hali ya juu. Unajipatia juisi ya tende, juisi mchanganyiko, pia utajipatia soda, maji. Gari kama ile pale sasa kuwa nao kutoka
BMW.